Idara ya afya ya kaunti ya Kilifi inaendelea na zoezi la siku 10 la kutoa chanjo ya kukabiliana na ugonjwa wa mpox, huku juhudi zikiongezwa kuzuia kuenea kwa virusi hivyo kufuatia kuripotiwa kwa visa 38 na kifo kimoja katika kaunti hiyo. Zoezi hilo lililoanza rasmi Ijumaa iliyopita linalenga zaidi ya maeneo bunge ya Kaloleni na Rabai ambayo yameonekana kuathirika zaidi. Akizungumza baada ya mkutano wa washikadau wilayani Kaloleni, afisa mkuu wa matibabu katika kaunti hiyo Daktari Saumu Chuvi amethibitisha kuwa kati ya visa vyote 38 vilivyorekodiwa kote Kilifi, visa 8 vimetokea eneo bunge la Kaloleni ambapo pia kulirekodiwa kifo kimoja. Mpox sahi umeingia Kilifi. So far we have 38 confirmed cases Kilifi County, na Kaloleni sub county tuko na cases 8 so far, na katika hizi confirmed 8 cases tuna date moja. So kwa sababu ya hii basi tumeonelea tuwajulishe all the stakeholders ndio waweze kuspread, waweze kwenda kule nyanjani kuelimisha watu kuwa tuko na huu ugonjwa ambao tuko nao, na ni ugonjwa ambao pia unafanya nini, unaweza ua. Lakini pia kitu kizuri ambacho tuko nacho ni kuwa ugonjwa huu sahihi tumepata chanjo yake, na chanjo yake kwa sababu it is an emergency vaccine, ni chanjo ambayo dozi zake bado ni kidogo, na kwa sababu ya hiyo tumeonelea ya kuwa tunapatiana wale key population ile ambao tunajua ambao wako kwa high risk ya kuleta huu ugonjwa ama kusambaza. Maana ugonjwa huu ulitoka DRC na Uganda, ile vile watu wanapitia boda, na ukiangalia Kaloleni sub county hususan ni Mariakani, hapo ndio highway, kwa hivyo truck drivers wanapita hapo. Kwa hivyo ndio maana ile population ambayo tumeitarget tupatie vaccine ni hao truck drivers na female sex workers, alafu na health workers, ambao wagonjwa hawa huwa wakipatikana wanapelekwa hospitali, na hawa wahudumu wa afya ndio wanafanya nini, wanawatibu. Kufuatia hali hiyo, naibu kamishna wa Kaloleni Jasmine Musembi ametoa wito kwa wakazi kushirikiana bega kwa bega na wahudumu wa afya ili kufanikisha kampeni hiyo na kuzuia maambukizi mapya ya mpox. Tumekuwa na mkutano wa stakeholders tofauti pamoja na assistant chiefs, ngao wetu wote, security teams, viongozi wa kanisa na viongozi wa biashara na watu wengine. Na mkutano huu ulikuwa ni sana kuhusu ugonjwa wa mpox ambao umefika hapa Kaloleni, na ni kwamba tumekubaliana sisi wote kama stakeholders, na haswa sisi kama ngao wenye tunafika nyanja za chini, kuweza kufikisha habari kwa wananchi kuhusu dalili za ugonjwa na jinsi wanaweza wakasaidiana na maafisa wa afya ili kuhakikisha kuwa maambukizi haya tunayakomesha. Pia tumeweza kuelezwa kuwa tunazindua chanjo kuanzia leo, inaendelea kwa siku 10 zinakuja, na kuna watu ambayo wamekuwa identified kama wale ambayo watapewa kipaumbele katika kupata hizi chanjo. Na watu hawa kwa sababu wengine watakuwa wanapata zile chanjo usiku kulingana na saa ambazo wanapatikana, tumekubaliana kama security team kuwa tutatoa security kwa wale watu ili kuhakikisha kuwa watu wote ambao wanastahili wanafikiwa na chanjo. Ili kuhakikisha ufanisi mkubwa, idara ya afya imeweka mipango maalum ya kuwafikia wale walio katika hatari kubwa zaidi ya kuambukizwa. Makundi yaliyopewa kipaumbele katika kampeni hiyo ni pamoja na madereva wa magari ya masafa marefu, wahudumu wa afya walioko mstari wa mbele, wafanyabiashara katika vituo vikuu vya kibiashara na mpakani. Zoezi hilo linatarajiwa kuendelea wiki hii yote, huku maafisa wa afya wakihimiza umma kuzingatia hatua za usafi na kutoa taarifa mapema wanapoona dalili zozote za ugonjwa huo. Ali Vincent, Benvin TV.